Okay, hebu tuweze kujaribu kujibu swali ambalo linaulizwa na watu wengi sana, mtu ametumia mtaji kiasi gani. Unajua sisi tunavyo trade na Royal Q, kitu cha kwanza ambacho unachotakiwa kuelewa ni kwamba tunafuata soko halisi na soko hatuna control nayo. So hiyo ni factor ambayo ipo constantly, you can't control the market. Soko linapanda na kushuka wakati wote kwa sababu ni soko ambalo linaendeshwa na watu, na ni watu dunia nzima, sio tu nchi moja, mabara kadhaa, no, ni watu dunia nzima. So you can't control that. Kitu kingine ambacho kina determine faida yako ni mtaji. Mtaji wako unakusaidia wewe kuweza kupambana na soko vizuri, sawa Lakini pia kitu kingine kinacho determine mtaji wako ni wewe unachukua asilimia ngapi sokoni. Unachukua asilimia ngapi za faida sokoni. Lakini pia kitu kingine ambacho kina determine mtaji wako ni jinsi ambavyo ulivyoweka settings zako kwenye Royal Q Bot. Royal Q Bot ana this amazing feature ambayo inamdistinguish na any trading bot in the world. No maana inaitwa the number one crypto trading bot in the world kwa sababu it's a feature ambayo ipo katika Royal Q peke yake na inaitwa Martingale Strategy Bot. Sasa hii Martingale Strategy Bot inamwezesha Royal Q kufanya kitu kinaitwa dollar cost averaging method. Mfano mimi na trade hizi sarafu hapa, na katika hizi sarafu hapa nimeweza kumwekea Royal Q some settings. Huku ni vitu ambavyo utaelekezwa utakapoanza biashara. Huku kwenye hizi settings ambazo zinaitwa margin configuration, nimemwambia Royal Q kwamba hii sarafu yangu, nimemwambia mwanzoni nilimpa labda kiasi fulani cha fedha, labda $10. Nikamwambia kwamba hii sarafu yangu ikishuka kwenda kwa 2.5 aniingizie mtaji. Ikishuka tena kwa 3.1 aniingizie mtaji. Ikishuka tena kwa 20 aniingizie mtaji. Sasa unakuta maybe mimi nina mtaji wa $500. Lakini katika hizi $500 labda hii sarafu imeshuka tu hapa kwenye call ya kwanza imeshuka 2.5 ikaniingizia capital. Then ikashuka 3.1 ikaniingizia capital. Then ikapanda. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba nitapata faida ya dola ambazo zimeingia tu sokoni ambazo ni hizi hapa. Sasa haya mahesabu haya ni masomo mengine ambayo honestly kama mgeni it's just a confusion ambayo you don't need, kwa sababu hizi setting inakuwekea au kiongozi wako anakuwekea unapokuwa umeanza biashara mpaka utakapojifunza huku ukiwa unatengeneza kipato. Inamaanisha kwamba kuna hela ambayo haijaingia hapa, kwa hiyo $500 zote hazijaingia sokoni kwa sababu haijanunuliwa na hii haijanunuliwa. Kwa hiyo utapata faida katika kiasi ambacho kimeingia sokoni. So unaweza kukuta mtu mwingine labda yeye ameamua kuweka setting hapa labda 1%, hapa ameamua kuweka labda 3% kwa sababu zake mwenyewe. Inamaanisha yeye labda ataingiza mtaji mwingi zaidi sokoni kwa sababu hizi ni 4% na zile za awali zilikuwa ni kama 5.6. Sio kama mpo tumeelewana. Kwa inamaanisha kama ataingiza mtaji mwingi sokoni labda na hapa akaamua kuweka labda 1% ngapi, akaamua labda kuweka tena 1%. Inamaanisha kwamba ataingiza mtaji mwingi sokoni. So unakuta wote mna $500, lakini kuna mtu ambaye labda sarafu yake imeingiza mtaji mwingi sokoni, au kuna mtu ametrade sarafu nyingine tofauti nilio trade mimi. Hiyo sarafu ina volatility nzuri, imeshuka vizuri alafu ikapanda ikamtolea faida sokoni. So yeye ameingiza $300 sokoni, mimi nimeingiza $200 sokoni. Wote tunachukua faida ya asilimia labda hapa ni 1.3. $300 1.3 ni kubwa kuliko 1.3 ya $200. Kwa hiyo tutapata faida tofauti. So it depends pia na mtaji wako ambao umeingia kwenye market. Lakini pia kitu kingine ambacho kinachangia faida zinatofautiana. Ndio maana ni kumwambia mtu, unaweza kukuta mtu ana mtaji labda wa $500 kama mtu mwingine tu, lakini mtu mwingine anatengeneza more profit. Ukija hapa kwenye kipengele cha revenue details, ukija kuangalia hapa kwenye hii coin, let's take an example hapa tarehe ngapi hapa, tarehe 31. Mimi nilitrade mara ngapi? Mara 1, mara 2, mara 3, mara 4, mara 5, mara 6, mara 7, mara 8, mara 9, mara 10. Nilitrade mara 10 na nikaweza kutengeneza faida. Actually ni kiongozi wangu alitrade mara 10 akaweza kutengeneza faida ya $80.